Kama umebahatika kusikiliza hii, basi wewe ni miongoni mwa watu wachache sana waliochaguliwa. Kwa miaka mingi umeishi kwenye usingizi mzito sana, usingizi uliolazimishwa kulala, uliopandikizwa kimya kimya bila hata wewe kujua. Wengi hawatawahi kusikia haya, wengine watasikia lakini hawataelewa. Lakini kama bado uko hapa, ina maana wakati wako wa kuamka umefika. Karibu kwenye faili ambalo halikutakiwa kabisa kufunguliwa, na maanisha Protocol 13. Hivi umewahi kuamka asubuhi ukahisi kama kuna kitu hakipo sawa, lakini hujui ni nini? Kama vile dunia ipo sawa, lakini kwa ndani unahisi kuna kitu hakijakaa sawa. Kwa miaka mingi maisha ya mwanadamu yamekuwa katika mfumo maalum ambao umewafunga binadamu hawa katika mambo matatu, yani wanaenda kazini, wanarudi, wanakula, wanalala, na kurudia tena na tena na tena mzunguko huu hadi siku wanakufa ama kutoweka kabisa duniani. Na haya ndiyo yanayoitwa maisha ya kawaida ya mwanadamu, lakini wachache sana hujiuliza swali moja hatari. Je, kama tunachoita maisha ya kawaida ndiyo maisha alipaswa kuishi mwanadamu, ama ni mfumo maalum unaoendesha maisha haya ya wanadamu? Na je, mambo tunayoyafanya kila siku tunaamua kwa fahamu zetu wenyewe, ama akili zetu zimewekwa kwenye kifungo cha siri ambacho kina control akili zetu nini tufikiri na kwa wakati gani? Pengine kifungo hicho kimefunga hata fahamu zetu tusitambue hilo. Leo ninakusimulia hadithi ambayo ilitokea lakini ilifutwa, si kwa bahati mbaya bali kwa makusudi kabisa. Hadithi ya dakika 7 ambazo dunia nzima ilisimamishwa na kitu kinachoitwa Protocol 13. Naam, ilikuwa majira ya saa 9 na dakika 17 usiku. Hakuna tarehe rasmi kwa sababu kumbukumbu za tarehe hiyo zilifutwa na kutolewa kabisa katika kila rekodi ya kidigitali. Kwa muda wa dakika 7 kamili, kitu kisichoelezeka kilitokea. Kila kitu kiliganda, kuanzia upepo uliokuwa ukivuma mpaka majani ya miti yaliyokuwa yakipepea yaliganda hewani kana kwamba muda umesimamishwa ghafla. Ndege waliosafiri usiku wakasimama angani kana kwamba picha imesimamishwa, lakini hili ndilo lililotisha zaidi. Mitambo ya hospitali ilisimama, mashine za control nuclear zilitoa error, satellites nyingi zilipoteza signal kwa sekunde kadhaa, lakini ubongo wa binadamu ulipata mshtuko ambao haujawahi kutokea kabla. Wataalamu wachache sana waliopata access ya siri baadaye waligundua kuwa shughuli za akili za binadamu zilishuka ghafla kwa zaidi ya 60% kwa wakati mmoja duniani kote, kana kwamba akili za dunia nzima zililazimishwa kulala, tukio lililopewa jina la siri The Silent Friday. Lakini sekunde 30 baada ya dakika hizo 7 kumalizika, operation kubwa zaidi ya kufuta kumbukumbu ilianza. Kila video ilifutwa, kila data ilibadilishwa, kila mtu aliyeshuhudia tukio hilo alisahaulishwa isipokuwa mtu mmoja tu. Mtu huyu alifahamika kwa jina la Eliabu. Eliabu hakuwa shujaa, wala hakuwa askari, na wala hakuwa mtu wa serikalini, bali alikuwa ni sound engineer, yaani mtu anayefanya kazi na sauti, na mara nyingi katika kimya kizito sana. Aliishi peke yake, hakupenda kelele kabisa, na zaidi alipendelea kufanya kazi usiku kuliko mchana. Kazi yake ilikuwa kusikiliza vitu ambavyo watu wengine hawavisikii. Ndipo miaka 2 baada ya tukio la The Silent Friday kutokea, tukio ambalo yeye mwenyewe Eliabu hakujua kuwa limewahi kutokea. Siku hiyo alikuwa anapitia hard drive za zamani sana ndani ya nyumba yake. Alitafuta records za zamani, sauti za background au ziite white noise. Ndipo akaona faili ambayo hakuikumbuka kabisa na wala hakujua kama aliwahi miliki faili la aina ile. Faili hili lilikuwa na jina moja tu ambalo lilisomeka Protocol 13_raw.wav. Eliabu alishangaa sana kuliona faili lile, lakini kitu cha kwanza kilichomshtua, faili ilionyesha ilirekodiwa saa 9 na dakika 17 usiku. Alihisi baridi kali ikipiga mgongoni mwake na kumfanya tetemeke kwa uoga, lakini bado alikliki kitufe cha kuplay. Baada ya kukliki kitufe cha kuplay na ile rekodi ikaanza kuplay,
Mwanzoni ilikuwa kimya kabisa, kisha ilianza kusikika sauti kama mtu akishusha pumzi zito sana ndani ya giza nene. Sauti haikuwa ya mtu mzima wala ya mtoto, lakini pia haikuwa ya mwanamke wala haikuwa ya mwanaume. Ilikuwa ni kama kitu kinachozungumza kutoka ndani ya chuma. Sauti ikasema kwa taratibu, "Do not wake them up." yaani usiwaamshe. Kisha ikasimama kwa muda kama kitu kinavuta pumzi, na kisha ikaendelea, "They must stay asleep." yaani lazima wabaki katika usingizi huu mzito. Elhabu alihisi mapigo ya moyo wake yakibadilika. Vidole vyake vikaanza kutetemeka kwa nguvu, lakini bado hakuacha kusikiliza. Ndipo sauti nyingine ilipoanza kusikika, na hapo ndipo alihisi kama damu iliganda mwilini, kwani sauti ile alitambua vema, hivyo haikuwa sauti ngeni kwake. Ndiyo, haikuwa sauti ngeni masikioni mwake, kwani ilikuwa ni sauti yake mwenyewe. Ilikuwa imejaa hofu na ilikuwa inatetemeka. Ilikuwa ikiuliza, "Who are they?" Hii ilikuwa sauti ya Elhabu akiuliza, hawa watu ni nani ambao hawapaswi kuamshwa? Mara ghafla skrini ya laptop yake aliyokuwa akitumia kusikiliza faili lile ikaganda, na ile programu ikacrash, na taa za nyumba nzima zikapunguza mwanga. Naam, na huu ndio mwanzo wa simulizi yetu. Nini kitafuata baada ya hiki? Ungana nami katika muendelezo unaofuata wa simulizi hii ili kujua kisa kamili cha simulizi hii ambayo imebeba mafundisho mengi sana itakayokufanya uwaze na kutafakari kwa kina kabisa, ama kuamka kabisa katika usingizi ambao watu wengi tumelazimishwa kulala. Asante.